Moja kati ya ujuzi muhimu sana kwenye kuuza bidhaa huduma ni ujuzi wa storytelling. Storytelling ni namna ya kuwasilisha thamani ya bidhaa huduma yako, kwamba mteja sasa hivi anapitia tatizo fulani, lakini baada ya kutumia bidhaa yako au huduma yako atakuwa na hali fulani, kwa sababu nia ya bidhaa huduma yote ni kuboresha hali ya mteja au mtumiaji wa hiyo bidhaa. Sasa umewahi kuona ile matangazo ya before and after, au matangazo kwa mfano mtu alikuwa anaumwa kichwa, unakuta kabla anaonyesha alikuwa ameshika kichwa hivi, alafu baadaye anatabasamu. Maana yake wanatuonyesha kabla ya kutumia bidhaa yangu huyu mteja alikuwa na maumivu, lakini baada ya kutumia maumivu yameisha. Hata content unazoziona mtandaoni nyingi zimejengwa kwenye hiyo technique ya storytelling. Unaonyeshwa tatizo na unaonyeshwa matokeo baada ya kutumia bidhaa au huduma. Watu wengi waliofanikiwa utakuta hiyo mbinu wanaitumia sana. Na ni nini? Ni kuonyesha matokeo ya mwisho ya bidhaa na hisia ambayo mtu ambaye ametumia hiyo bidhaa anakuwa nayo. Kwa storytelling ni ujuzi wa muhimu sana. Kila ambaye amefanikiwa utakuta anautumia huo. Inawezekana hujai kugundua, lakini matangazo mengi ambayo ya kampuni kubwa au ya watu tu ambao wanajua hii siri utakuta wanayatumia, kama mfano wa watu kutumia dawa ya maumivu au zile dawa za kupunguza uzito. Unakuta picha ya kwanza wanakuonyesha before, mtu alikuwa labda na mwili mnene sana, lakini baadaye wanakuonyesha mtu ambaye ni mwembamba, na hayo ni matokeo baada ya kutumia ile bidhaa. Kwa hakuna ujuzi ambao ni muhimu sana kwenye kuonyesha thamani ya kile unachokiuza kama storytelling, kwa sababu itamwonyesha mteja sasa hivi uko hapa na hali unayoitaka ni hii, na kitu pekee cha kukutoa kwenye hali ulionayo sasa hivi kwenda kwenye hali unayoitaka ni bidhaa yangu, na hiyo ndio storytelling.